Tunaianza siku ya kipekee ambayo Mungu ameitupa. Ni wakati mpya, majira mapya, nafasi mpya. Katika Jumatano ya leo ambayo kwa kweli Mungu anajifunua kipekee katika maisha yetu. Ni wakati wa kumfurahia Bwana katika maisha yetu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 147, nitaamka kabla ya mapambazuko na kuomba msaada. Nitaweka tumaini langu kwa neno lako. Biblia inatupa picha juu ya nafasi yetu mbele za Bwana, na inautoa ufunuo wa ajabu kwa mtu aliyemwamini Mungu, kile kinachompa nguvu katika siku. Biblia inatupa mwongozo kabisa ya kuwa kabla ya mapambazuko, kabla haijawa asubuhi, kabla hujaanza shughuli zako, kabla hujaenda kwenye biashara zako, kabla hujaenda kazini kwako, kabla hujawapeleka watoto wako shule, kabla ya jambo lolote, omba msaada kutoka kwa Bwana. Ikiwa wewe unamwamini Mungu, hakikisha maisha yako hayategemei fikra na mtazamo wa kibinadamu, bali unategemea mkono hodari wa Mungu aliye hai. Ufalme wa Mungu unatenda kazi ndani ya mtu anayeuhitaji, na ndiyo maana Yesu anasema, ombeni ufalme wa Mungu uje. Na Biblia inaendelea kusema kuwa tuweke tumaini letu katika neno la Mungu. Tuelewe nguvu ya neno la Mungu katika maisha yetu, ya kuwa ni nguvu zaidi ya maneno yote ambayo tunaweza tukawa tumetamkiwa na watu ambao hawapendi ndoa zetu, hawapendi position zetu, hawapendi watoto wetu, na hawapendi maono yetu. Ya kuwa neno la Mungu lina nafasi ya kukuinua badala ya yale maneno ya kishirikina yenye lengo la kukushusha chini. Unapokuja mbele za Bwana, simama kwa ujasiri ukijua ni mahali pako pa nguvu, mahali pako pa uweza, mahali pako pa kushinda. Biblia inatufundisha zaidi ya kwa katika maisha yetu tunahitaji rehema za Bwana, tunahitaji kuhurumiwa na Bwana, maana mambo yote yaliyo mbele yetu yana lengo la kututoa machozi. Kama watu wa ufalme wa Mungu, tunalo jukumu la kumtafuta Bwana na nguvu zake katika maisha yetu. Biblia inasema katika kitabu cha Waamuzi, wakati maadui wamekuwa na nguvu juu ya taifa la Israeli, Mungu anamtazama mtoto mmoja mwenye imani, Gideon. Anampa maelekezo ya kuwa na nguvu ya kuliangusha kila jeshi la wageni mbele yake. Uweza wa Mungu unaweza kutubadilishia historia za maisha yetu. Katikati ya kushindwa tukapata kushinda, katikati ya aibu tukapata heshima, katikati ya kuachwa tukapata kukubaliwa. Mwandishi wa Zaburi ya 143 mstari wa 8 anasema, asubuhi na inilete neno la fadhili zako zisizokwisha. Na anasema, kwa maana nimekutumainia wewe, unionyeshe njia nipasayo kuiendea, kwa maana nimekukabidhi maisha yangu. Mwandishi wa Zaburi anaendelea kuzungumza nasi asubuhi ya leo ya kuwa liko neno la Mungu ambalo likitamkwa kwenye maisha yetu linatangaza fadhili za kipekee katika maisha yetu, linatangaza badiliko katika maisha yetu. Iko nguvu ya maneno kwenye dunia. Maneno yale ndiyo yanayosababisha vitu kuwepo, na neno la Mungu lina nafasi ya kipekee kufanya kazi kwa watu wa Mungu. Ni asubuhi ambayo una uwezo wa kusimama mbele za Bwana
kumtaka na nguvu zake kwenye maisha yako unapoianza siku ya leo. Inua sauti yako mbele za Bwana. Mwambie, Bwana, nimekukimbilia wewe. Nimejua peke yako ni Mungu na ni mfalme na ni mwokozi usiyeshindwa siku zote. Hakuna wakati nimekuamini nikashindwa na kuanguka, bali kila siku nilipoliitia jina lako, wema wako wanitosha. Ninakuja mbele yako asubuhi ya leo tena kukutaka tena na nguvu zako na kupokea neno lako kwa ajili ya siku ya leo. Katikati ya mabaya, katikati ya dhoruba, katikati ya huzuni, katikati ya magonjwa na katikati ya mauti, kwa neno lako niwe hai, kwa neno lako niponywe, kwa neno lako nipokee ushindi wangu. Ninaamini nguvu iliyo ndani ya neno lako inayo uwezo hata wa kuzivunja ngome za giza na kusambaratisha utendaji wa kipepo katika maisha yangu. Nimekukimbilia Bwana kusikia na kupokea neno lako juu ya maisha yangu, juu ya watoto wangu, juu ya wazazi wangu na wapendwa wangu wote. Nimekuja kupokea neno lako kwa ajili ya nyakati ngumu zilizo mbele yangu, kwa ajili ya majira magumu yaliyo mbele yangu, kwa ajili ya vita iliyoko kazini kwangu, kwa ajili ya vita iliyoko kwenye familia yangu. Nimekuja kupokea neno lako. Ninafahamu juu ya nguvu ya neno lako, na ndio maana nimekukimbilia asubuhi ya leo. Nimekuja kama nilivyo Bwana. Nimekuja na magonjwa yangu mbele zako. Nimekuja na aibu mbele zako. Nimekuja na huzuni mbele zako. Nimekuja na kushindwa mbele zako, nikijua neno lako linauweza juu yangu kunipa maisha mapya siku ya leo na kuiondoa desturi ya ulimwengu huu kwenye maisha yangu na kunipa mfumo mpya katika maisha yangu. Bwana, ninakuinulia mikono asubuhi ya leo nikisema ninakuhitaji Mfalme. Ninakuhitaji Bwana. Ninakuhitaji kuliko chochote, maana kwako ndipo kuna uzima na nguvu ya kweli. Neno lako liachiliwe juu yangu katika yale ambayo hayaeleweki mbele yangu, katika yale yaliyo magumu ndani yangu, katika magonjwa ambayo daktari hawezi kuyaponya, katika asili ambayo mwanadamu hawezi ibadilisha, katika mfumo wa kimaisha ambao umekuwa ni mgumu. Nimekuja kupokea neno lako tena asubuhi ya leo. Bwana, nena nami asubuhi ya leo. Rehema zako ziongee Mfalme. Rehema zako ziongee Bwana. Kumbuka rehema zako siku ya leo, ninapokwenda kazini, ninapokwenda kwenye biashara, ninakokwenda kokote nitakapokuwepo leo, kwa ajili yangu na watu wa nyumbani kwangu. Nimekuja kukutaka Bwana na nguvu zako asubuhi ya leo. Sisi hatuwezi kuwa salama pasina uwepo wako Bwana. Sisi hatuwezi kushinda pasina uwepo wako Bwana. Sisi hatuwezi kuwa salama na kuvuka pasipa uwepo wako Bwana. Na ndio maana asubuhi ya leo nimekuja kujisalimisha kwako. Nimekuja kama nilivyo Mfalme, nikiomba rehema zako kuongea juu yangu, nikiomba rehema zako kuongea juu ya watoto wangu. Kumbuka rehema Bwana
Kwa rehema zako tuvushe katika maangamizi. Kwa rehema zako tuvushe katika hatari. Kwa rehema zako tuondoe katika giza. Kwa rehema zako tupe mustakabali mpya wa kimaisha. Sisi tunakuamini wewe. Kumbuka rehema zako. Kila mmoja endelea kuinua sauti na kukiri. Tangaza uhitaji wako wa mkono hodari wa Mungu. Inua sauti na uombe asubuhi ya leo. Usitulie, wewe omba tu. Bwana, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo, kwa kuwa tufahamu juu ya uweza na nguvu zako. Sisi tunajua ya kuwa katika wewe kuna nguvu ya kipekee. Katika wewe kuna uponyaji wa kipekee. Katika wewe kuna baraka za kipekee. Hakuna tunalolihitaji lisilopatikana kwako, Bwana. Na ndio maana asubuhi ya leo tumejiungamanisha mbele zako, tukikutaka Bwana na nguvu zako juu ya maisha yetu. Siku ya leo unaifahamu, maana wewe ndiwe umeifanya. Tumekuja kupokea njia ya kuiendea siku ya leo. Tumekuja kueleweshwa juu ya yaliyopo juu ya siku ya leo. Tunaujua utendaji wako upo siku ya leo, na tunajua kazi za shetani zipo siku ya leo. Peke yako ndio unaijua njia njema inayotupasa kuiendea. Na ndio maana asubuhi ya leo tumekuja kwako, Mfalme. Tumekukimbilia wewe, Bwana, mwamba wa wokovu wetu. Nuru yetu ni wewe, Bwana, na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Rehema zako ziongee juu yetu. Utubariki katika kazi za mikono yetu. Utuongoze katika njia zetu zote za siku ya leo. Utuepushe na mabaya ambayo yako mbele yetu siku ya leo. Katikati ya giza uwe ni nuru yetu siku ya leo. Katikati ya maji mengi tupe njia ya kupita, Mfalme. Katikati ya moto tupe neema ya kushinda, Mfalme. Tunafahamu juu ya uweza wako ni mkuu kuliko uweza wa aina yote ya kipepo. Na ndio maana tumekukimbilia siku ya leo. Tumekukimbilia ili utupe mema yote uliyoyaachilia siku ya leo, kwa sababu neno lako linasema peke yako hulifanya jambo jipya kila asubuhi. Kwa neno lako umesema rehema zako ni mpya kila asubuhi. Bwana, ndio maana tumekuja, kwa kuwa tunatamani hatua nyingine, kwa kuwa tunatamani mwelekeo sahihi, kwa kuwa tunatamani ushindi wa kimungu. Ndio maana tumekuja mbele zako kama tulivyo. Bwana, tuongoze siku ya leo. Bwana, tuonyeshe siku ya leo. Bwana, tupe kushinda siku ya leo. Yaliyo mbele yetu, Mfalme, sisi tunaweka tumaini kwako. Utushindie Bwana, utushindie Bwana. Tunakuamini asubuhi ya leo, tunakuamini Mfalme, katika jina la Yesu. Hautapunguka, hautatuacha. Wewe ni Mungu katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Hebu nisikilize. Mwandishi wa kitabu cha Isaya ya 58 mstari wa 11 anasema, Bwana atakuongoza siku zote, atakushibisha mahitaji yako yote katika nchi iliyokauka na kuimarisha mwili wako. Anaendelea nasema, utakuwa kama bustani iliyotiwa maji mengi, au kama chemichemi ambayo maji yake hayakauki. Tunapoiendea siku ya leo, kuna vipengele vingi vya ushindi ndani ya siku ya leo. Na ndio maana huwa nafundisha, nasema katika siku kuna mitego ya shetani huwa anaiweka kwa kila mwanadamu. Lakini jambo la furaha ni hili, ya kuwa Mungu pia amepanda mbegu njema kwa ajili yako siku ya leo. Mwanzoni nimezungumza juu ya Gideoni, aliyekuwa anaishi siku zote kwa kujificha, lakini wakati mmoja anakutana na malaika wa Bwana.
naye anampa siri ya yeye ni nani. Sikiliza, acha ufunuo wa kimungu ufunue ile siri uliyokuwa huijui. Kujua thamani yako, kujua nafasi yako, kujua uwezo wako. Macho ya moyo wako yatiwe nuru, upate kujua lile tumaini la mwito wako jinsi lilivyo, ya kuwa Kristo alipokuokoa alikugeuza na kukufanya mtu ufaaye, na kwa sababu hiyo atakufanya kuwa mtu bora na sahihi katika maisha yako. Asubuhi ya leo, ukiwa katika uwepo huu wa Bwana, mwinulie Mungu sauti, mwambie Bwana, ninajisalimisha kwako kwa ajili ya yaliyo mbele yangu. Bwana, funua fursa mpya, funua mwongozo mpya, funua njia iliyo bora ambayo ina matunda mbele yangu. Nipe ufunuo wa kufanya kile ambacho ninatakiwa nikifanye kizalishe faida. Nipe ufunuo wa kuiendea njia ya baraka. Nipe ufunuo wa namna ya kukubalika, namna ya kustawi, namna ya kuendelea mbele. Maombi haya asubuhi ya leo ambayo yanatoka ndani ya moyo wako yanaenda kuleta bubujiko la kweli la kimungu ndani yako, na mwongozo wa Mungu unaachiliwa juu yako. Roho Mtakatifu ananiagiza asubuhi ya leo juu yako ya kuwa umefika wakati wa kudhihirisha nguvu zake ndani yako. Roho Mtakatifu anasema hakuja ndani yako tu kukaa, lakini alikuja kukupiga muhuri, udhibitishwe kwa ulimwengu ya kuwa wewe ni mwana wa ufalme. Inua sauti yako asubuhi ya leo. Omba mwelekeo wa kimungu, omba mwongozo wa kimungu. Omba Mungu akufunulie yale ambayo hujawahi kuyaona. Omba Mungu akupe kujua yale ambayo ni faida kwenye maisha yako. Unaweza kumwinulia Mungu sasa. Inua sauti yako na uombe. Omba Mungu akupe ufunuo juu ya maisha yako. Wengine mnatamani kufanya biashara, hamjui mfanye biashara gani. Wengine mnatamani kuanzisha miradi, hamjui muanzishe miradi gani. Wengine mna mipango ambayo mmeianzisha miaka mingi, imefeli, mnatamani iendelee mbele. Wengine kuna mambo ambayo mmekuwa mkiyafanya, umekuwa unajenga nyumba, ni mwaka wa 3, ni mwaka wa 4. Umekuwa ukifanya biashara, hausongi mbele. Umeanzisha kampuni, ni kama limekufa hivi. Asubuhi ya leo, muinulie Bwana sauti, mwambie, na haya ni maombi yangu, nifumbule macho asubuhi ya leo, nipate kuona yale yanipasayo ili kuupokea ushindi wako. Bwana, inua sauti na uombe sasa. Inua sauti na uombe. Bwana, tumekuja kwako. Tumekuja kwa ajili ya maisha yetu ya baraka. Tunajua wewe umetupanda duniani kipekee kabisa, na umetupa Roho wako Mtakatifu ili kudhihirisha uwezo na ukuu wako. Maisha yetu si ukawaida, bali umetupa maisha ya ubora. Asubuhi ya leo tunajua neema uliyoiweka ndani yetu. Wewe ndiwe wajua ni namna gani naweza kufanya kazi. Kibali ulichokiweka ndani yetu, wewe ndiwe unayejua kinawezaje kufanya kazi. Kila ulichopanda ndani yetu kama mbegu ya ubora, ndiwe unaweza kutuonyesha asubuhi ya leo namna kinavyoweza kufanya kazi. Tunafahamu Mfalme, hukutuita ili tuwe watu dhaifu, bali ulituita tuwe watu wenye nguvu katika Kristo Yesu. Tunapoianza siku ya leo, ni tamanio letu ile kazi ya msalaba iliyosababisha Roho wako kuja ndani yetu iwe harisi kuanzia sasa. Kile ulichokianzisha kwenye maisha yetu ambacho hakijawahi kumea, tupe ufunuo asubuhi ya leo ya kufungua huu mlango wa baraka zetu, kufungua huu mlango wa ushindi wetu. Bwana, tumekuja, tupe
tupe ufunuo huu asubuhi ya leo. Wengine uliwapa maono, lakini hawakujua ni namna gani watayafanya. Asubuhi ya leo ninawainua mbele zako Bwana. Acha nuru yako iwe juu ya mioyo yao, wapate kuelewa juu ya upendo wako kwao, na mwongozo wako uwe juu yao. Walioanzisha biashara, walioanzisha makampuni, walioingia shuleni, wote ambao wanazo jitihada kadha wa kadha ambazo hazina matokeo sahihi, Bwana, ni asubuhi ya leo ninaomba nuru yako na iangaze juu ya watoto wako, wapate kujua ile njia iwapasayo kuiendea, kile wanachopaswa kukifanya ili kuamsha upendo wako ndani yao, kama vile ulivyomtia mafuta Daudi, na zaidi ya miaka 20 akawa katika taabu, kutokujua namna ya ile neema kufanya kazi ndani yake. Na siku moja ukampa ufunuo wa kwenda kwa Samueli nabii, na huo ukawa mwisho wa mateso ya Daudi. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo, ile neema uliyoiachilia juu ya Daudi, kutambua yuko aliyemtia mafuta, na huko ndiko kuna suluhisho la tatizo lake. Bwana, haya ni maombi yetu. Tupe ufahamu wako Mungu, kufahamu suluhisho la matatizo yetu liko wapi, kufahamu suluhisho la mateso yetu, kufahamu suluhisho la hasara zetu, kufahamu suluhisho la umasikini wetu, kufahamu suluhisho la mateso na aibu ambayo tumekuwa nayo miaka mingi. Bwana, ninaomba macho yetu yafunguliwe asubuhi ya leo. Wengine umewapanda mahali nao hawakujua ni namna gani wanaweza kukua. Asubuhi ya leo naomba rehema zako ziongee, suluhisho letu lipate kuonekana mbele yetu. Bwana, na haya ni maombi yetu, kama wakati ule wanafunzi walivyohangaika kwa upepo wa mbisho kwa zamu 4, lakini ulipotokea uliwafundisha namna wapasayo ilikuwa salama. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Tuongoze katika njia yako, tutoe katika giza, tutoe katika giza Mfalme, tutoe katika giza. Tumetembea njia hii ambayo ina ahadi zako, lakini ahadi zako hatukuziona. Bwana, asubuhi ya leo tumekukimbilia wewe, mwamba wa wokovu wetu, tukifahamu ile kazi uliyoifanya msalabani, na haikuwa ni hasara, bali ulikuwa ni wakati wa kuonyesha upendo wako kwetu. Haukuja ili tuangamie, haukuja ili tulizike na mateso, haukuja ili tukubaliane na mateso tuliyo nayo, haukuja ili tukubaliane na mateso ya ndoa zetu, haukuja ili tukubaliane na mateso ya magonjwa yetu, haukuja ili tukubaliane na mateso kazini kwetu, haukuja ili tukubaliane na umasikini wetu, bali ulikuja kutuondoa katika yale yaliyokuwepo katika maisha yetu, yale yaliyoanzishwa na shetani maishani mwetu, yale yaliyoanzishwa na uovu katika maisha yetu, yale yaliyoanzishwa na kawaida ya ulimwengu katika maisha yetu, ndio ulikuja kuyaondoa ili utupe msingi na maisha mapya. Nasi asubuhi ya leo tumejisalimisha kwako, tukiomba mwongozo wako wa kuingia ahadi yako, wa kuingia upendo wako, ya kuingia tumaini lako, ya kuingia nguvu zako. Tumekuja Bwana, tunatamani kuwa na badiliko la kimaisha Jumatano ya leo, na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu. Ninafahamu Mfalme, kila tatizo ambalo watoto wako wanalo, wewe tayari ulishatoa suluhisho lake, kwa sababu ya maisha uliyoyaishi. Ulipokubali kuiacha enzi, ukaja hapa duniani, ukazaliwa kama mwanadamu, ukaishi kwa mfumo wa kibinadamu, na ukalipa gharama zote ambazo shetani alikuwa nazo kwenye maisha yetu, hata kwa damu yako Yesu. Ukakubali kutununua, ukamnunulia Mungu watu hawa, ukamnunulia watu hawa kila kabila, ukamnunulia watu hawa kila jamaa,
ukamnunulia Mungu watu hawa wa kila taifa, ukawanunua kuwatoa mikononi mwa shetani na kuwaingiza katika pendo la Mungu tena, na kuwarudisha katika upendo wa Mungu tena, ule upendo unaosema na Yeremia ya kuwa nawaza jambo jema juu yetu. Bwana, naomba tena asubuhi ya leo tupe mtazamo kujua kile kilichosababisha, kilicholeta haya mateso na kitakachosababisha twende katika ushindi. Tunajua umetufundisha hata wakati ule njaa ilipotokea miaka 3 wakati wa Daudi ulimwonyesha yale yaliyoleta matatizo katika nchi. Ukasema hawa Gibeoni ndio wameleta aibu. Ikiwa kuna tabia, ikiwa kuna mienendo, ikiwa kuna watu kwenye maisha yetu, ikiwa kuna lolote ambalo ndilo limeruhusu shetani kuwa na nguvu juu yetu, asubuhi ya leo tuko tayari utuonyeshe na tuwe na badiliko la kweli. Bwana, tumekuja Bwana, tuonyeshe njia tupasayo kuiendea. Tuonyeshe njia tupasayo kuiendea. Tuonyeshe nafasi yetu katika dunia hii. Tuonyeshe nafasi yetu kazini kwetu. Tuonyeshe nafasi yetu kwenye familia zetu. Bwana, tunajua wewe ukiamua kufanya hivi hatutakuwa kwenye giza tena, na ndio maana tunakukimbilia kwa imani asubuhi ya leo. Tunahitaji maisha mapya, tunahitaji nafasi mpya, tunahitaji upako mpya, tunahitaji uweza mpya, na ndio maana tumekuja kwako. Tumekuja kukutaka Bwana na nguvu zako asubuhi ya leo. Tufungue macho tuone, tufungue masikio tusikie, tupe nafasi ya kuelewa tena, tupe nafasi ya kuendea ushindi. Tumekaa jangwani muda mrefu, tumekaa kwenye dhiki muda mrefu, tumekaa kwenye tabu muda mrefu. Bwana, fungua macho yetu. Bwana, tupe njia. Bwana, tupe maisha, maana wewe ndio unaweza haya. Mwanzo wa wokovu wetu ni wewe, mwanzo wa maisha yetu ni wewe, na ndio maana tumekukimbilia. Tumekukimbilia Bwana, mwamba wa wokovu wetu. Nuru yetu ni wewe, msaada wetu ni wewe Bwana, uliyekuja kutupa maisha. Ni maombi yetu asubuhi ya leo, tupe maisha yetu. Pale palipomilikiwa na watu wengine badala yetu, kama neno lako linavyosema katika kitabu cha Wafalme wa Pili, wana wa Israeli wakatolewa mahali pao, na mfalme wa Ashuru akawaleta watu wengine katika mji wa Samaria. Ikiwa kuna mtu amemiliki nafasi zetu, ikiwa kuna watu wamekaa eneo letu, wamekaa kwenye ndoa zetu, wamekaa kwenye biashara zetu, wamekaa vyeo vyetu, Bwana, haya ni maombi yetu siku ya leo, iwe ni mwisho. Turejeshe kwenye nafasi yetu Bwana, usiyewaacha watu wako waendelee kuangamia. Bwana, tunajisalimisha kwako, tukisema tuko tayari kuwa watu wako. Turudishe kwenye nafasi yetu, turudishe pale ulipotupanda, turudishe pale ulipotukusudia, tukurudishe kwenye upendo wako, turudishe mahali petu pa nguvu, turudishe mahali petu pa uweza. Kama Nehemia anavyosema, dhiki tunayoipitia ni kwa sababu ya ukuta wa Yerusalemu na malango yake. Bwana, ikiwa kuna mambo ya kuyafanya, tupe ufunuo ulio wazi. Ondoa mioyo ya kiburi, ondoa mioyo ya kupuuza, ondoa mioyo ya kuacha, na utupe msukumo wa kuyasimamia yatupasayo, ili baraka zako zianze kutenda kazi ndani yetu. Tunakuadhimisha Bwana kwa ajili ya upendo wako wa leo ambao utadhihirika katika maisha yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Hebu inua mikono yako juu. Ninaomba na kutangaza, kila mmoja asubuhi ya leo, kila ulipokusudiwa kuwepo, lakini adui alimpanda mtu mwingine badala yako,
asubuhi ya leo ninaondoa mtu aliyekalia nafasi yako na kukupeleka hapa wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila aliyekaa kwenye kiti cha upendo wa mume wako, wa mke wako, wa wazazi wako, ninamuondoa, ninakurudisha kwenye nafasi yako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ambaye ameletwa kwenye nyota yako, mahali ambapo Mungu alikupa, nafasi ambayo Mungu alikupa, amewekwa hapo badala yako. Ninakuombea asubuhi ya leo, ikiwa unamwamini Mungu, nenda kwenye nafasi yako. Asiwepo wa kuendelea kukalia muujiza wako, kukalia nafasi ambayo watoto wako walitakiwa wakae, kukalia nafasi ambayo mke wako alitakiwa akae, kukalia nafasi ambayo mume wako alitakiwa akae. Ninakurejesha kwenye nafasi yako uliyopewa na Mungu asubuhi ya leo. Rudi kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Yeyote uliyekuwa umepandiwa roho ya kukataliwa, hiyo roho na iondoa juu yako, ukubalike ili urudi kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Yeyote uliyepandiwa roho ya kudharaulika, hiyo roho na iondoa, aminika na ukalishwe kwenye nafasi yako kwa jina la Yesu. Yeyote uliyefanywa dhaifu kupitia magonjwa ili uonekane ufai, hayo magonjwa ninayaondoa ili uende katika urithi wa Bwana katika jina la Yesu. Ninakuita kila uliyeachwa, rudi kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Ninakuita kila uliyepoteza, rudi kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Ninakuita kila uliyeharibikiwa, rudi kwenye nafasi yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninaondoa kila sababu iliyoonyesha wewe ufai. Ninaonyesha kila sababu iliyosababisha nafasi yako ichukuliwe na mtu mwingine. Ninaondoa kila sababu iliyofanya uonekane hufai. Ninakuita, simama kwenye nafasi ambayo Mungu ameichagua juu yako. Wewe umebarikiwa, tena umebarikiwa sana. Hautazuilika kuanzia leo, hautakamatwa kuanzia leo. Kila kilichosababisha hali ulionayo sasa, ninasema kimeondoka. Una maisha mapya katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hebu sema kwa jina la Yesu, ninapokea neno la Mungu, ninapokea ahadi ya Mungu, ninapokea uweza wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Hebu tuombe kuzuia matamko mabaya, matamko katika maisha ya mwanadamu. Kinachompa nguvu maneno, kinachomdhoofisha maneno. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19, anasema hivi: nasi tunalo neno lile la kinabii lililo imara zaidi, ambalo tukilitazama kama nyota ing'aayo gizani, twafanya vema hata wakati wa mapambazuko. Kuna maneno yanapotamkwa katika maisha yako, yanakuwa kitu harisi. Unaweza tukasema matamko. Mtu anakutamkia, anasema ninakuambia utashinda, ninakuambia utafanikiwa, ninakuambia utaolewa, ninakuambia utazaa, ninakuambia utatajirika. Haya ni maneno ambayo yanakwenda kuleta nguvu katika maisha yako. Lakini kuna maneno ambayo yakitamkwa mambo yanabadilika. Uliwahi kufikiri Yesu anakutana, upepo unavuma tu baharini, unavuma,
alafu anauambia upepo huo tulia, alafu upepo huo unatulia. Sikiliza, uliwahi kuwaza Elisha anaingia katika mji wenye njaa, alafu anawaambia kesho kitakuwepo chakula, na kweli kinatengenezwa kishindo cha wakoma na Washami wanakimbia, chakula kinapatikana mjini. Maneno yanayotamkwa juu yako yana nguvu ya kuleta ushindi au kushindwa katika maisha yako. Maisha ya mtu yanategemea laana au baraka. Yaani kuna watu ambao wamelaaniwa kabisa, walitamkiwa mabaya kwa sababu Biblia inasema laana isiyo na sababu haiwezi kumpata mtu. Kwa shetani alikutafutia sababu na akanuiza maneno mabaya ili yakupate. Siri ya maneno mabaya kutofanya kazi kwenye maisha yako ni kuyafuta kwa jina la Yesu. Na siri ya maneno ya baraka kufanya kazi kwako ni kuyapokea kwa jina la Yesu. Katika kitabu cha Hesabu sura 22 unaona katika mstari wa 6 anasema, basi njoo wewe, ninakusihi unilaanie watu hawa, kwa maana wana nguvu za kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua wewe umbarikie ubarikiwa, na umlaanie hulaniwa. Sasa angalia, kuna watu wanajua una elimu kuliko wao, ni mzuri kuliko wao, unauelewa kuliko wao, lakini wana hamu ya kupata cheo kwenye hiyo kampuni, wana hamu ya kupata cheo kwenye hiyo idara, lakini wakikutazama wanaona wewe ni bora kuliko wao. Ina maana ukipita mchujo wameisha. Wanachokifanya, wanakwenda kutafuta mtu ambaye ana nguvu ya kulaani, kulaani uonekane hufai. Biblia inasema hivi, maana wana nguvu ya kunishinda mimi, njoo walaani, labda nitaweza kuwapiga, nitaweza kuwafukuza watoke kwenye nchi yangu. Kuna watu wanaamini wanaweza wakakupiga baada ya kuwa umelaaniwa. Kuna watu wanaamini wanaweza kukufukuza baada ya kuwa umelaaniwa. Laana inafanya kazi ya kukudhoofisha, inakudhoofisha, na ule udhaifu ndio unaofanya usiweze kumshinda aliye mbele yako. Ni matamko gani yametolewa kwenye madhabahu za shetani dhidi yako? Unajua kuna watu wanaweza kuwa na kutamkia, huyu hafai kuolewa na huyu mume, huyu mume ananifaa mimi, huyu hastahili kukaa kwenye hii position naifaa mimi, huyu hastahili kupata fedha, hii fedha inatakiwa apate watoto wangu. Kwa hiyo anaenda kwa mtaalamu wa laana. Kama hujui kama kuna wataalamu wa laana, ni wewe hujui, lakini wapo. Yupo bibi fulani mkoa fulani, yupo babu fulani mkoa fulani, anakaa mahali fulani, amepelekewa mbuzi 3, amepelekewa ng'ombe, amepelekewa vitu na vitu, anaambiwa nilaanie fulani. Mlaani, maana nimeshindwa kumdhibiti, maana atachukua cheo changu, maana huyu ana nguvu kuliko mimi, maana huyu anajenga. Kuna wengine vita tulionayo ni kwa ajili ya familia zetu. Baba yako, familia aliyozaliwa, hawatamani watoto wake wawe na utajiri, wanatamani watoto wao ndio wawe na utajiri. Korani inatembea. Mama yako mahali alipozaliwa, hawatamani watoto wake wawe na utajiri, kwa hiyo wanarani kizazi chake. Kwenye mtaa wako wanarani. Maana kumbuka, kwa nini wanakurani? Kazi ya shetani ni kuua, kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo shetani hapati shida kuweka wazo la uharibifu ndani ya watu na watoe kafara kukudhibiti wewe. Maana wazungu wanasema kila uchawi una gharama.
Sasa asubuhi ya leo, kwa kuwa upo katika uwepo wa Bwana, una nafasi ya kufuta kila neno baya ambalo limenenwa juu yako, juu ya watoto wako, juu ya mume wako, juu ya ndugu zako, juu ya wazazi wako. Kama mlinenewa, mtakuwa masikini milele, mtakuwa wakufa tu, mtakuwa wakuaibika tu, mtakuwa wakushindwa tu, mtakuwa chini tu. Hayo maneno asubuhi ya leo, hayo matamko, sema matamko haya ninayafuta kwa damu ya Yesu. Sikiliza, Biblia inasema Yesu ameangikwa juu ya mti ili watakao mtazama laana zao ziende juu ya msalaba. Asubuhi ya leo, maombi haya yana uwezo wa kufanya jambo hilo. Inua sauti na ufute matamko yote mabaya yaliyotamkwa juu yako. Kusudio lolote baya juu yako, kusudio lolote baya juu ya ndoa yako, kusudio lolote baya juu ya watoto wako, kusudio lolote baya kwa ajili ya kazi yako. Ni wazee wa kijiji, ni wahenga, ni watu waliokuchukia, waliochukia wazazi wako, waliochukia maisha yako. Nani aliyekuchukia na amekwenda kulipa fedha na amekwenda kwa waabudu shetani kutafuta maneno mabaya ya kukupata wewe? Hebu asubuhi ya leo tangaza mbele za Bwana, ninayafuta kila maneno yaliyoandikwa dhidi yangu, yaliyoandikwa kwenye mawe, yaliyoandikwa kwenye vibuyu, yaliyoandikwa kwenye vitambaa, yaliyoandikwa kwa damu, yaliyoandikwa kwa laana, yaliyoandikwa kwa ushirikina. Hayo maneno yaliyoandika yanayozungumzia maisha yangu, yanayozungumzia watoto wangu, yanayozungumzia ndoa yangu, yanayozungumzia uchumi wangu, hayo maneno yaliyozungumza, hayo maneno yanayozungumza, hayo maneno yatakazungumza, ninayafutilia mbali, hayatanipata katika jina la Yesu. Ule upako aliokuwa juu ya Israeli ukaambatana na Israeli, hata yale maneno ya Balaam hayakuwa na nguvu ya kuharibu Israeli. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, ninatangaza upako huo juu yako. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe, inua sauti na uombe, inua sauti na uombe. Hayo maneno yaliyotamkwa miaka mingi iliyopita, hayo maneno yaliyotamkwa ukiwa kwenye tumbo la mama yako, ya kwamba huyu mtoto atakuwa ni mapoza. Hayo maneno yaliyoandikwa wakati uliozaliwa, waliosema uso huu utakuwa uso wa kuchukiwa. Hayo maneno yaliyotangazwa juu ya ndoa yako siku ya kuolewa, hayo maneno yaliyotangazwa kwa watoto wako, hayo maneno yaliyotangazwa juu ya hatima yako, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti, kama Bwana Mungu aishivyo, asubuhi ya leo ninafuatilia kila neno baya lililotamkwa miaka mingi iliyopita, yaliyotamkwa siku ya jana, yaliyotamkwa hata usiku wa leo. Wakati wote ambapo kuna maneno, haijalishi ni mengi kiwango gani, nasema futika, futika, na yafuta kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wanatembea juu ya mwanamke na mwanaume katika jina la Yesu. Maneno yanafutwa kwenye uso wako, kwenye uso wako. Ramakaseketeremando riko yanana mana mana mana. I declare, I decrease sheketeremahando. Nasema hayo maneno yaondoke juu yako, nasema hayo maneno yaondoke kwenye mikono yako, nasema hayo maneno yaondoke kwenye miguu yako katika jina la Yesu. Kila maneno yametamkwa juu yako na watoto wako, kila maneno yametamkwa juu yako na uzao wako, kila maneno yametamkwa juu yako na kazi yako, kila maneno yametamkwa na huyo mkunga aliyekuzalisha, na hayo maneno yametamkwa na huyo mwalimu shuleni kwako, na hayo maneno yametamkwa na mtu yeyote uliyekutana kwenye maisha, huyo aliyesema hutaolewa, huyo aliyesema hutazaa, huyo aliyesema hautaendelea, huyo aliyesema hautafanikiwa, huyo aliyesema wewe ni wa kudharauliwa, huyo aliyesema wewe ni wa kupotezwa, hayo aliyesema wewe hufai, katika jina la Yesu maneno hayo yafute. Futa, futa, futa. Sema nafuta maneno hayo yaliyotamkwa juu yangu, nafuta maneno hayo yaliyotangazwa juu yangu, kila kilichonenwa kutimia kwenye maisha yangu. Asubuhi ya leo ninasimama kama Bwana Mungu aishivyo, kufuta, futa, futa
futika, futika. Maneno yaliyoandikwa yakazikwa kwenye makaburi, hayo maneno ninayafuta kwenye vibao vya makaburini. Hayo maneno yaliyoandikwa yakadumbukizwa mtoni, hayo maneno ninayafuta katika jina la Yesu. Walioandikiwa kufa mwaka huu, walioandikiwa hasara mwaka huu, walioandikiwa kupotezwa mwaka huu, walioandikiwa kufirisika mwaka huu, walioandikiwa uremavu mwaka huu, walioandikiwa mabaya juu yao, walioandikiwa kuharibikiwa figo, walioandikiwa kuharibikiwa ini, walioandikiwa pressure, walioandikiwa matatizo ya moyo, walioandikiwa taraka, walioandikiwa ukulia, rika ya taramana jaka taramana. I declare, ninatangaza maneno haya yaondoke juu ya uso wako, maneno haya yaondoke juu ya maisha yako. Hayo maneno yanayokufuatilia, yanayosema utashindwa, yanayosema hauwezi, yanayosema hautafanikiwa, maneno haya ambayo umekuwa ukikutana nayo kwenye ulimwengu wa ndoto, asubuhi ya leo nafuta na haribu, navunja na haribu viungu vilivyobeba maisha yako, makaburi yaliyobeba maisha yako, in Jesus name. Come on, pray. Ombea taaluma yako, ombea kazi yako, ombea ndoa yako, ombea maisha yako, ombea kusudi la Mungu juu yako. Hayo maneno yaliyotamkwa kinyume, yatangazia, ninakufuta juu yangu, ninakufuta. Nimetamkiwa nini mimi na watu wa nyumbani kwangu? Leo nafuta. Futika. Makaburini hayo maneno yafutike, baharini hayo maji maneno yafutike. Ndio, kwa jina la Yesu ninakiri na kutangaza. Yes. Jehova Sabaoth, nafuta. Jehova Sabaoth, Jehova Adonai, Jehova Elion, Rama Seketere Mando, ninafuta na kuharibu kila maneno yaliyoandikwa juu ya hatima yako, kila maneno yaliyokusudiwa kukupata mwaka huu, kila maneno yaliyokusudiwa kukupata wakati huu, haitatokea kwako wala kwa watoto wako. Maneno hayo nayafuta, rekodi yake naiondoa, kumbukumbu zake zote hazitakuwepo juu ya maisha yako. Hayo manuizi ninayafuta. Kila neno lilokuwa linaishi ndani yako, kila neno linaloendesha maisha yako, kila neno linaloendesha ndoa yako, hayo maneno yaliyotamkwa kwenye madhabahu ya waganga wa kienyeji, hayo maneno yaliyotamkwa njia panda, hayo maneno yaliyotamkwa kwenye pembe ya nyumba yako, hayo maneno yaliyotamkwa kwenye kiti chako cha kazini, hayo maneno yaliyotamkwa kwa mume wako, hayo maneno yaliyotamkwa kwa watoto wako, hayo maneno yaliyotamkwa juu yako, yeyote aliyeyatamka, ninatangaza nguvu hiyo haitakuwa juu yako. Ninafuta maapo yake, ninafuta viapo vyake, ninafuta viapo vyake. Kila kiapo kibaya kinachozungumza juu yako, kiapo hicho nakifuta. Huyo aliyeingia agano na wewe akasema bila yeye hautaolewa, bila yeye hautazaa, bila yeye hautaendelea, bila yeye hautafanikiwa, hicho kiapo katika jina la Yesu kifutike. Huyo aliyekufuta kazi kwenye ulimwengu wa roho, huyo aliyekufuta biashara kwenye ulimwengu wa roho, huyo aliyekufirisi kwenye ulimwengu wa roho, huyo aliyekutangazia magonjwa kwenye ulimwengu wa roho, maneno yake nayafuta juu yako, maneno yake nafuta juu yako. Nasema futika, nayafuta katika jina la Yesu, nayafuta katika jina la Yesu, nayafuta katika jina la Yesu. Kila neno la kichawi, kila neno la kiganga lilotamkwa juu yako, mimi ninalifuta. Maneno haya hayatakuwa na nguvu juu yako. Inua mikono yako juu. Wewe uliye dhaifu, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, ninakuamuru pokea nguvu katika eneo lolote la udhaifu wako. Wewe uliye masikini, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, pokea utoshelevu. Wewe uliye mgonjwa, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, pokea uzima wa kimungu katika jina la Yesu. Wewe uliye na kukataliwa, ninaamuru katika jina la Yesu,
Pokea kibali cha kimungu asubuhi ya leo. Wewe uliye wakufa, ninaamuru katika jina la Yesu, pokea upako wa kuishi katika jina la Yesu. Kila kusudi baya alitatimia kwenye maisha yako. Ninakubariki, ongezeka mwaka 2026. Ongezeka katika kila eneo la maisha yako. Ongezeka katika jina la Yesu. Ongezeka kila kitu ulicho nacho kwenye maisha yako kilichotokana na Mungu. Nasema kiongezeke asubuhi ya leo. Kiongezeke asubuhi ya leo. Katika jina la Kristo Yesu. Sema amen. Nataka nizungumze na wewe asubuhi ya leo juu ya upako wa Gosheni. The Goshen anointing. Hatuishi kwa bahati mbaya. Tunaishi kwa sababu ya upendo wa Mungu. Kwa sababu ya upendo wa Mungu hutupa kuzijua siku zetu wakati wote. Na mwaka huu amesema ni mwaka wa Gosheni. The Goshen anointing. Mungu alinifundisha jambo hili juu ya mwaka huu, ya kuwa anahitaji kuwaweka watu wake kuwa salama. Kama unakumbuka, tulikuwa na mwaka wa kupanda mlima, tukawa na mwaka wa marudio, na sasa tunaingia katika mwaka wa Gosheni. Ni prophecy ambazo Mungu amekuwa akinipa juu ya majira yaliyo mbele yetu. Na wakati wote sio prophecy zote zinakuwa nzuri. Kuna watu wao wanasema, mbona Pastor Kamugisha huwa atoi prophecy nzuri kama tunazosikia kwa manabii na wachungaji na nini? Sikiliza. I speak the message of God. Sizungumzi ujumbe wa kukutia moyo tu. Ninazungumza kile Mungu anachosema juu yako. Na mwongozo wa kimungu unakupa picha ya namna ya kuyaendea yaliyo mbele yako. Sio kusema tunaenda kwenye sherehe wakati tuna msiba. Hapana. Ni kuyajua majira na namna ambavyo unaweza ukapokea kile Mungu alichokikusudia kwako. Hatuwezi kusema kwa sababu hatuwezi kujitia moyo kwa maneno ya kujitungia wenyewe, alafu tukatarajia yawe na matokeo katika maisha yetu. Tunavyozungumzia juu ya upako wa Gosheni, tunazungumzia nafasi ya Mungu kutuhifadhi na kutuongeza yeye mwenyewe na sio mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 47 mstari wa 27, Biblia inasema Israeli akakaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni. Hapa kama unatumia Kiswahili rahisi unaweza kusema Israeli akaishi katika nchi ya Misri katika mkoa wa Gosheni. Biblia inasema wakapata mali humo, wakaongezeka na kuzidi sana. Na katika kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 22 anasema, nami siku hiyo nitaitenga nchi ya Gosheni watu wangu wanayoikaa, ili hao mainzi wasiwe humo, ili kwamba wewe upate kujua mimi ndiye Bwana wa dunia yote. Sikia Biblia inachozungumza. Kila wakati Mungu huwa anainua mtu atakayekuwa msaada wakati wa hatari, msaada wakati wa dhiki, msaada wakati wa mateso. Unaona, tangu Agano la Kale hakuna wakati ambao mambo mabaya yametokea Mungu asimuinue mtu wa kuleta ukombozi kwa mwanadamu, hata kipindi cha Yesu Kristo. Sasa kipindi fulani Mungu aliona miaka ya mbele, akaona kuna njaa itaikumba dunia, ndipo akazaliwa mtoto anaitwa Yusufu,
na akazaliwa na neema ya kimungu ambayo mwanadamu yeyote yule hakuwa nayo. Kwa bahati mbaya, ndugu zake wakamkataa na kutengeneza mtazamo mbaya juu yake, kiwango kilichopelekea maisha ya dhiki ya Yusufu. Akauzwa, akaenda utumwani, akapelekwa gerezani, na wakati ambao njaa inakaribia kutokea, Yusufu alikuwa katika nchi ya Misri, na wakati huu tayari ni kiongozi. Njaa ilipoipata dunia, hata wazazi wake ambao ndio wangekuwa wanufaika wakuu kama Yusufu angekuwa kwao, na wao wakajikuta wanapata madhara makubwa sana ya njaa. Kwa nao wakaenda kule ambako alikuwa amehifadhiwa Yusufu na Mungu. Na walipofika kule, Yusufu akawapa nafasi ya kuishi katika nchi ya Misri, waweze kuwa salama. Biblia inazungumza, inasema, njooni ninyi na familia zenu na wanyama wenu, msije mkapatwa mabaya huko. Yusufu alikuwa anazungumza, anaelewa njaa itaendelea kuwa kali katika dunia. Kwa hiyo wasipokuja watapata dhiki sana. Na walipokuja Misri, Mungu akamwongoza Yusufu waende kuishi katika mkoa wa Gosheni. Mkoa wa Gosheni ulikuwa ni kama leo Tanzania tunaweza tukazungumzia Kagera au Mtwara. Ni mikoa ambayo si mizuri kabisa, kwa sababu iko mpakani, iko mwishoni. Mimi nimeishi Mtwara na pajua, na nimeishi Karagwe kwa sababu ni nyumbani. Sasa wakaenda kuishi ule mkoa wa Gosheni. Wakati wako katika mkoa ambao kwa kweli hakuna mtu ambaye huwa anaupenda, sio eneo zuri kabisa, halifai. Lakini jambo la ajabu, Biblia inasema walipoanza kukaa katika ile nchi, wakaanza kupata mali humo, wakaanza kuongezeka na kuzidi sana. The Goshen anointing. Kwa hiyo Mungu aliwapeleka mahali ambapo anafahamu wakiingia watu wake wana uwezo wa kustawi na kuongezeka. Lakini jambo la pili ambalo tunaloliona Gosheni ni katika kile kitabu cha Kutoka. Nimekwambia Mungu anapotaka kumsaidia mwanadamu humuinua mtu. Na baada ya miaka zaidi ya 400, Mungu alifikiria ukombozi, akamuinua mtoto mwingine anaitwa Moses, kwa Kiswahili Musa. Moses akazaliwa na akatengenezwa mazingira ya kuwa mtoto wa ufalme, na hakuweza kuwa mtumwa wakati wa utoto hadi ujana wake hadi utu uzima, kwa sababu wakati anazaliwa kilikuwa ni kipindi ambacho watoto wa kiume wa Kiyahudi walikuwa wanauawa. Na ndio maana unaona hata kipindi kile cha Musa watu wengi walikuwa wazee. Yaani wakati wanatoka kule Misri, wanaume walikuwa wachache sana, vijana wadogo walikuwa wadogo sana. Sasa hiyo ni habari nyingine ambayo nitakufundisha wakati mwingine. Lakini kipindi cha Musa kilikuwa ni kipindi ambacho haruhusiwi kuzaliwa mtoto wa kiume. Akizaliwa mtoto wa kiume anauawa. Na wakatengeneza mazingira, yule mtoto akaokotwa na Malikia, mtoto wa mfalme, akamlea na akakulia kwenye ufalme. Na baadaye sasa Mungu anataka kumtumia kuwa mkombozi wa watu wake ambao wamekuwa watumwa kwa miaka zaidi ya 400. Ndipo sasa tunapoona katika kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 22, anaposema, nami siku hiyo nitaitenga nchi ya Gosheni watu wangu wanayokaa, ili ile adhabu niliyoikusudia kwa Misri isiweze kuwapata watu wangu. Na anasema lengo langu nipate kupata kujua wewe uliyebeba dhamana ya kuwaokoa watu wangu, ujue ya kuwa mimi ni Mungu ambaye ninauweza kuliko miungu yoyote ya dunia. Wakati Mungu anaendelea kunifundisha juu ya Gosheni, alikuwa ananiambia juu ya hali itakayotokea katika dunia tuliyonayo, akisema utakuwa ni wakati unaohitaji nafasi ya kimungu kwa kila mtu.
kutakuwepo dhiki, lakini watu wangu wataongezeka sana. Utakuwepo hasara, lakini watu wangu watafaidika sana. Itakuwepo kushindwa, lakini watu wangu watashinda sana. Yatakuwepo mambo ambayo yanawarudisha watu nyuma, lakini watu wangu wataendelea mbele bila kuzuilika. Na anazungumza kwa habari ya kuwatenga na mabaya. Anasema mimi ni Mungu nitakayewahifadhi katika mabaya yanayokuja. Ina maana yatatokea mabaya na hayazuiliki, lakini mabaya haya hayataweza kuwagusa watu wa Mungu. Wao watahifadhiwa wasipatwe na mabaya. Ahadi hizi mbili zinafaa watu waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na ndio maana inapokuja katika kile kitabu cha Mwanzo, kumbuka, hazungumziwi kama Yakobo, anazungumziwa kama Israeli akakaa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo watu Israeli, huyu alikuwa ni Yakobo, lakini Mungu alipokuwa anataka kushughulika naye alikuwa anamtambua kama Israeli, sio tena Yakobo. Neno Israeli ni kama leo tunavyoweza tukazungumzia Mkristo. Tunavyoweza kusema Mkristo, ndiyo maana ya neno Israeli. Hello. Kwa hiyo kuna wewe na kuna Ukristo ndani yako. Kwa ni kama Mungu anazungumza na wewe asubuhi ya leo, anasema kitakacho kufanya kuwa salama ni nafasi ya Mungu itakayokuwa ndani yako, na sio wewe mwenyewe wala juhudi zako mwenyewe. Kwa anakwambia unahitaji ushirika wa kipekee ambao ndio utakaomfanya Mungu ajidhihirishe kwako kwa haya mambo mawili. Tunakokwenda mbele yetu si pabaya kwako na sio pahatari kwako, lakini ni pahatari na ni pabaya. Hello. Mungu anazungumza na wewe asubuhi ya leo ya kuwa ni kweli adui ameandaa kukuweka katika duara la kushindwa, duara la kuharibikiwa, duara la kupoteza, duara la kifo. Lakini Mungu anaachilia upako wa kusonga mbele bila kuzuiliwa na huyo aliyejua na kuzuia. Huu ni upako ule ulioachiliwa kwa wana wa Mungu Israeli, wakaishi Gosheni na kuongezeka katika wakati wa ukame na wakati wa dhiki. Mabaya hayatokei kwao. Ni upako ule uliosababisha wakati wa ghadhabu na adhabu katika nchi ya Misri, wana wa Israeli wakawa salama. Ni upako ule uliosababisha wana wa Mungu wakavuka bahari ya Shamu bila kupata madhara. Ni upako ule uliosababisha wakatembea jangwani bila shida na kula mana, chakula cha malaika. Ni upako ule uliosababisha Joshua aiteke Yeriko bila mapigano. Bwana anasema ameachilia upako huu juu yako. Roho Mtakatifu anasema unatakiwa kusonga mbele bila kuzuilika. Ndiyo mpango wa ufalme wa Mungu juu yako. Kuanzia chochote utakachokianzisha mwaka huu kisizuilike na kukamatwa na mtu yeyote. Ndilo lengo la Mungu juu ya mwaka huu. Mungu anatangaza baraka na ustawi kwenye maisha yako katika mwaka huu wa 2026. Mungu anatangaza amani katika maisha yako mwaka 2026. Mungu anatangaza tumaini jipya juu ya maisha yako mwaka huu 2026. Mungu anatangaza nguvu ya ukuaji wa kiroho na kimwili mwaka huu 2026. Mungu anatangaza ulinzi wa kimungu juu yako mwaka 2026.
Mungu anatangaza maendeleo ya kipekee mwaka 2026. Unamwamini Mungu? Yuko tayari kuwa Mungu wako mwaka 2026. Kesho nitaendelea kuzungumza juu ya upako huu wa Gosheni. Na ninatamani watu waanze kuishi kile ambacho Mungu amekipanga kutokea mwaka 2026 kwa watu wake. Wakati wengine wanalia, wewe uwe katika eneo la kipekee na uwe na ushuhuda kama waliokuwa nao Israeli miaka yote. Ninakuombea katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, unapoachilia sadaka yako kwa Bwana asubuhi ya leo, ikiwa ni mbegu yako unayoitoa kwa Bwana kuianza siku ya leo, neema ya ukombozi iwe juu yako kukuondoa katika kila hatari yoyote iliyokusudiwa siku ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Neema ya Mungu ikupe kushinda kila palipo washinda wengine katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Neema ya Mungu izifunue ahadi za Mungu juu yako. Sadaka unayoitoa ni mbegu inayomea katika udongo mzuri, kwa kuwa inamtumikia Bwana. Unasababishiwa ongezeko kwenye uchumi wako kwa sababu ya imani unayoionyesha asubuhi ya leo. Morning glory in the name of Jesus.